جمعت شملنا أنت هدية من الله لنا. Katika khutba yetu ya Idi ya mwaka huu wa 2025 Idul Hajj inasema hivi: hija ni shule, ni madrasa ya amani na mafungamano ya kijamii. Hija ni shule, ni madrasa inayotufundisha amani, lakini vile vile inatufundisha mafungamano ya kijamii. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika surati Quraysh, falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, na wamwabudu Mola wa nyumba hii aliyewalisha, anayewalisha kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, anawapa amani kutokana na hofu. Nyumba ile takatifu imefungamanishwa na amani, ni nyumba ya amani. Na Mwenyezi Mungu anatufundisha katika aya hii kwamba amani sio kutokuwepo kwa vita tu, lakini hofu ikiwepo maana yake hakuna amani. Inawezekana kabisa ikawa hakuna vita, lakini kuna hofu, kuna wasiwasi mkubwa katika jamii. Ile hofu huondosha amani. Hofu ikiwepo katika jamii, hofu ikiwepo katika familia, hofu ikiwepo katika nchi yoyote ile, panakuwa hapana amani. Nyumba ile ni nyumba ya amani, ni nyumba ambayo imesifiwa kwamba pale ni mahali ambapo waman dakhalahu kana aminan, yoyote atakayeingia atakuwa katika amani. Atakayeingia pale atakuwa katika amani, hatakuwa na hofu, hapatakiwi pawepo na vita. Na ndio Qur'ani ikasema wala tuqatiluhum inda almasjidil harami hatta yuqatilukum fi, hata vita haviruhusiwi Allahumma illa ikiwa mtavamiwa, ikawa hakuna budi mpambane kujilinda na mavamizi. Lakini wala tuqatiluhum inda almasjidil haram ni nyumba ya amani, na ni nyumba ambayo amani yake inatokana na dua ya Ibrahim alayhi salam, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min athamarat. Ibrahimu alayhi salam ndiye aliyeomba kwamba nyumba ile iwe ni ya amani, iwe ni nyumba ambayo yoyote atakayekuwa katika maeneo yale apate amani. Kwa hiyo ni maeneo ambayo hayaruhusiwi kupigana vita, lakini amani ya ndani, kutokuwa na hofu. Mwanadamu akiwa katika nyumba ile anakuwa hana hofu, kwa sababu ni dua ya Ibrahim. Lakini inatakiwa vile vile tujenge mazingira ya kuwa na amani tukiwa katika hija, tusiwe na hofu. Sasa kwa haraka tunataka tutaje nukta takriban 5 za haraka ambazo ndio msingi wa kujenga amani, japokuwa kuna nyingine nyingi tunazozijua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alhajju ashhurun ma'lumatun, hija hufanywa katika miezi maalum. Hija ni miezi maalum. Faman faradha fihinna alhajja, atakayekusudia kufanya hija, akaingia katika eneo la hija, akavaa ihram, akafanya talbiya, fala rafatha, asiwe na maneno machafu. Maneno machafu yanaondosha amani. Popote pale maneno machafu yanapotumika, amani inatoweka. Mtu ikiwa hachagui la kusema, anajeruhi wenzake kwa maneno, amani inapotea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kasema tukiwa katika hija, katika masharti namba 1, fala rafatha, mtu asiwe na maneno machafu. Lakini sio katika hija tu, nyumba zote za ibada zitakuwa ni za amani, na itakuwa ni machumo ya amani, ni vitovu vya amani, ikiwa hakuna rafath, hakuna maneno machafu. Nchi yoyote ile
itakuwa ni ya amani ikiwa hakuna mdomo mchafu. Kama watasimama watu wasichague maneno, wakatoa maneno machafu, wakamjeruhi rais, wakajeruhi mawaziri, wakamjeruhi jirani, wakamjeruhi ndugu, wakamjeruhi kiongozi, wakamjeruhi anayeongozwa, jamii ile haitokuwa na amani. Na sasa hivi mdomo uko katika simu, maneno yanawekwa katika simu, kisha watu wanawajeruhi wenzao. Amani inatoweka ikiwa kuna maneno machafu. Mungu anasema fala rafatha, pasiwe na maneno machafu. Wala fusuqa. Namba 2, vitendo vichafu vinaharibu amani. Pakiwa na vitendo katika jamii vya dhulma, vitendo vya zinaa, vitendo vya rushwa, vitendo vya kebehi, kufanyiana maskhara, istihzai, vyote hivi vinavunja amani katika jamii. Ishara za kudhalilishana, vitendo vibaya viovu vinavunja amani katika jamii. Sawa sawa jamii ile ni familia au ni msikiti au ni nchi. Nyumba ambayo maneno machafu ndiyo yanatawala haina amani. Nyumba ambayo vitendo vichafu ndio vinatawala hakuna amani. Fala rafatha wala fusuqa, imekatazwa kule, lakini pia huku tulipokuwa sisi si mahujaji, fala rafatha wala fusuqa, kwa sababu tukifanya mambo hayo yataondosha amani katika jamii. Namba 3, wala jidala, wala pasiwepo na mabishano ya ovyo ovyo. Ukiona nyumba kuna mabishano, mume anasema na mke anasema, kila mmoja anasema, kuna amani? Ukiona nyumba ambayo familia nzima ni familia ya kambare, kila mmoja ana masharubu, kila mmoja ni kiongozi, mtoto anasema, baba anasema, kila mmoja anazungumza, mabishano, majibizano, hayajengi amani. Kule katika hija, moja katika marufuku za hija ni kufanya mabishano, kwa sababu yatavunja amani katika hija. Ni mahali pa amani. Mkiwa na nchi ambayo inaendekeza majibizano, kila mmoja anamjibu mwenzake, nchi ile inakosa amani. Mkiwa na dini kama ilivyokuwa sasa hivi Waislamu, kuna watu wanaongojea majibizano tu. Hutuba ikitolewa anaihoji, mpaka maneno aliyoteleza mtu kwa ulimi anahojiwa. Raddi. Kila mahali unakuta raddi, kujibizana tu. Hiyo dini inakosa amani. Majibizano hayajengi amani. Tunatakiwa tuwe na subra, sio kila jambo linajibiwa. Mtume angekuwa anajibu kila linalosemwa, asingefikisha ujumbe wake, ingekuwa kazi yake mkujibu tu. Sio kazi yetu kujibu kila kitu, wala dini yetu sio mtuhumiwa mpaka iwe kazi yetu kujitetea. Nani kasema Uislamu ni mtuhumiwa? Kazi yake ni kujitetea. Nani kasema wafuasi wa Ahlul-Bayt ni watuhumiwa? Kazi yao kujitetea tu. Kwa hivyo pakiwepo na majibizano katika jamii hayajengi amani. Ukiwa na rafiki yako kila siku mnajibizana tu, urafiki unakufa. Lazima kuvumiliana, lazima kusikilizana. Kwa hivyo la jidala fil hajj, katika hija hakuna kujibizana mambo ya kipuuzi. Lakini katika maisha ya kijamii ni darsa hiyo, kwamba tusiendekeze majibizano. Hizi ni nukta 3 ambazo zinajenga amani ikiwa tutazingatia. Lakini moja katika hikma ya hija ni nini? Ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hikma ya hija ni kumtaja Mungu, kwa sababu kumtaja Mungu kunajenga amani. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ukitaka amani, mtaje Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Tunatakiwa katika hija tufanye kazi ya kumtaja Mungu. Pale Arafati waliokuwa pale kazi yao kumtaja Mungu tu, kile kisimamo wanamtaja Mwenyezi Mungu. Ndio Mungu akasema, fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril harami. Mkitoka katika viwanja vya Arafati, nendeni katika mash'aril harami, mtajeni Mwenyezi Mungu.
kazi kubwa ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Siku hizi layali na ashri wal fajri wa layali na ashri ni siku za kumtaja Mwenyezi Mungu, kufanya dua kwa wingi, kwa sababu ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, utulivu unapatikana, hofu inaondoka ikiwa mtu anakithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu. Anajidhihirisha kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu wakati wote. Matatizo hushuka na yeye akawa na ari zaidi, akaishi kwa amani. Kwa hivyo tumtaje Mwenyezi Mungu sana katika siku hizi. Tuhakikishe kwamba Allahu akbar ni nyingi, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kathira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila. Wakati wote iwe ni subhanallah bukratan wa asila, kwa sababu ni kipindi cha kumtaja Mwenyezi Mungu, tuweze kupata amani ya ndani, amani ya moyo. Kwa hivyo nukta ya 4 katika hija ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi ili tuweze kupata amani. Nukta ya 5 ya mwisho, ubaguzi umekemewa katika hija, kwa sababu ubaguzi unasababisha kutokuwepo kwa amani. Makureishi wa Makka walikuwa wakijitenga katika hija, wanakaa wenyewe peke yao. Mwenyezi Mungu akawakemea, akawaambia thumma afidhu min haithu afadha an-nasu, miminikeni, elekeeni maeneo walokaa wengine watu, msikae wenyewe peke yenu, kwa sababu kujibagua hakuleti amani, kunavunja amani katika hija. Na hili ni tatizo la kijamii. Katika matatizo yanayovunja amani duniani ni ubaguzi. Nchi kubwa zinapopagua na kuzitenga nchi ndogo ndogo, amani inakosekana. Jamii maana kila jamii na makureishi wake. Wale makureishi wa jamii yoyote ile wanapojiona wao ndio wao wakatenga wengine, jamii haiwezi kuendelea. Jamii itakuwa na vurugu, itakuwa haina amani. Mkisema sisi, sio nyie, sisi kutoka mahali fulani, sisi Wazawa, sisi Wachaga, sisi Wapare, jamii ile haiwezi kukaa sawa sawa. Uislamu umekuja kuvunja mipaka yote hii. Tunaunganishwa na dini ya Kiislamu na utamaduni wa Kiislamu. Kwa hivyo kubaguana kimakundi kunaleta hali ya kutokuwepo na amani. Na katika nukta hii namalizia hotuba yangu hii ya kwanza kwa kusema kwamba sisi wafuasi wa Ahlul Bait tunatakiwa tusibaguane. Tukibaguana tutakosa amani. Tunatakiwa vituo vyetu vyote ni vya kwetu, watu waende wakafanya ibada. Na huko tunapokwenda misikiti itazidi, Husainia zitazidi, vyote hivi ni baraka, sio shari. Na pasiwepo na mtu anayemzuia mtu mwingine kwenda katika kituo cha Ahlul Bait, kwa sababu vyote ni vya kwetu hivi. Na pasiwepo na propaganda za chini kwa chini na siasa chafu baina yetu, ya kwamba kuna shekhe anaweza kuambia watu msiende mahali fulani. Ukishasikia hivyo, mtilie huyo shekhe walakin, kwa sababu si kazi ya shekhe kuzuia watu kwenda katika maeneo ya ibada. Waman adlamu mimman manaa masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa fil akhirati adhabun adhim. Ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayezuia watu kwenda katika nyumba za Mwenyezi Mungu kumtaja? Ni dhulma kubwa sana. Kwa hivyo basi wafuasi wa Ahlul Bait wawe ni vinara. Pakiwepo na Husainia ni ya kwetu sote. Madhali imepewa jina la Imam Hussein kwa sababu Hussein ni wa Waislamu wote, kwa hivyo ni ya kwetu. Pakiwepo na msikiti ni Baitullah, na sisi wote ni waja wa Mwenyezi Mungu, ni nyumba yetu. Pasiwepo na mtu ambaye anaweka kikwazo, kila mmoja ashiriki katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tusipofanya hivyo, tutawapa fursa wachache wanaoneneka na migogoro ya kijamii. Kuna waliowekeza katika migogoro, wamewekeza katika fitna. Kazi ni kuchochea fitna ili baadaye amnong'oneze mtu, amwambie nina shida fulani, godoro langu limepasuka pale nyumbani, kodi sina. Kwa hivyo kutengeneza makundi, kutengeneza mradi.
tuhakikishe tunavunja miradi hiyo, wake kwa waume. Maeneo haya yote ni ya kwetu na sisi sote tunapigania thawabu. Kazi yetu ni kuchuma. Ukisikia kuna majlisi mahala, nenda, para kuhusu, wala hakuna kikwazo chochote. Na tuvunje kuta hizi za fitna baina yetu, kwa sababu tutaulizwa. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Hayatakiwi mambo haya, lakini tumtaje Mwenyezi Mungu sana na tuepuke kubaguana. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وبعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuliyoisoma anasema kumwamrisha Nabii Ibrahim waite watu kwa ajili ya hija. Utakapowaita yatuka rijala, watakujilia kwa miguu wakitembea. Wa ala kulli dhamirin, na watakujilia wakiwa juu ya migongo ya vipando. Yatina min kulli fajjin amiq, watakujilia kutoka katika maeneo mbalimbali ya dunia. Watakujilia kwa ajili ya nini? Liyashhadu manafi'a lahum, ili katika ibada ya hija washuhudie na wapate manufaa yao, wafaidike. Lakini wayadhkuru ismallahi, na wamtaje Mwenyezi Mungu kutokana na nini? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kutokana na wanyama ambao Mwenyezi Mungu kawaruzuku. Sasa katika wanyama hao, fakulu minha, kuleni katika hao. Wa at'imul ba'isal faqir, na mlisheni mwenye kuhitajia, mtu fakiri mwenye kuhitaji. Katika hikma za idi hii kuitwa kwamba ni Idul Adha, ni idi ya kuchinja, ni kwa sababu panatakiwa tulishe wenye shida ulimwenguni. Wenye shida wengi walishe kupitia ida hii. Tunapochinja, na sisi tuna uhakika kwamba duniani hakuna siku panapochinjwa wanyama wengi duniani kama siku hii ya leo, kama katika Idul Adha. Kama kuna takwimu, basi ndio siku ambayo panachinjwa wanyama wengi duniani katika historia ya mwanadamu kuliko siku nyingine yoyote ile. Lakini lengo la kuchinja ni nini? Kulu minha, kuleni katika hivyo vichinjo. Wa at'imul ba'isa, na lisheni maskini fakiri. Kila mmoja katika sisi afanye hilo. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema falyabudu rabb hadha bait, wa muabudu mola wa nyumba hii, alladhi at'amahum min ju'i, anayewalisha kutokana na nini? Na njaa. Kuna watu wana njaa duniani. Kuna watu ni maskini, alafu kuna watu zaidi ya maskini wameitwa kuwa wana njaa. Ndio leo hii ukisoma masala ya maendeleo endelevu, yale malengo, lengo namba moja ni kuondosha umaskini. Lengo namba mbili, kuondosha njaa. Kwa sababu kuna tofauti baina ya umaskini na njaa. Mtu mwenye njaa ni yule ambaye hajui atakula nini,
hapati chakula cha siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni mkimbizi, hakuna chakula. Kuna ukame, hakuna chakula. Huyo ana njaa. Uislamu umekuja kuondosha njaa. Hija ni moja katika nyenzo za kuondosha njaa na umaskini. Lau kama Waislamu wangejipanga, mifugo yote inayochinjwa katika Eid al-Adha ingepangiliwa vizuri, ikawekwa kwenye mikebe, ingeweza kuondosha njaa ya zaidi ya mwezi mmoja kwa wenye njaa, pengine zaidi ya mwaka kwa wengine, ikihifadhiwa katika mikebe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika rehema zake ametunuku siku hii ili tuweze kusaidia wasiokuwa nacho. Sasa wewe huwezi kuchinja kichinjo kilichokusudiwa, ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi, lakini umenunua nyama. Huwezi pia kumlisha jirani na mwenye kuhitajia. Huwezi kutenga chakula chochote ukampa na jirani. Huwezi kualika waliokuwa chini yako kihali. Fanya hilo, lina thawabu vile vile, kwa sababu ni moja katika hikma za dini hii. Tuhakikishe kila mmoja katika sisi amefanya chochote sisi katika kulisha maskini, katika kusaidia ambao hawana uwezo. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Ali amiril mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Wa ala Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala al-Hasan al-Mujtaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Wa Husayn al-Shahid bi Karbala. اللهم صل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.